unaendelea kuzua mijadala miongoni mwa wadau wa elimu na ajira nchini. Mfumo huo unalenga kuwapa vijana ujuzi wa vitendo unaohitajika katika soko la ajira, huku maswali yakiibuka kuhusu uwezo wake wa kuwasaidia vijana kupata ajira, nafasi ya ushirikiano kati ya vyuo na sekta binafsi, pamoja na mikakati inayopaswa kuwekwa na serikali ili kubuni fursa zaidi za ajira. Kombo Alfayo kutoka Nyamira na tuarifu tathmini ipo vipi. Naam, asante sana Paul Kirobi. Nipo hapa katika chuo cha kitaifa cha Anuai cha Nyamira, ambapo unazungumza na mwalimu mkuu na baadhi ya walimu. Watueleze saa wakati huu ambapo uhamasisho unaendelea wanafunzi kujiunga na vyuo vya Anuai, wakati imesalia siku moja na masaa machache kabla ya kufungwa kwa ukurasa ule wa usajili wanafunzi ili kujipatia fursa hiyo. Tutakuwa nazungumza na mwalimu mkuu, pengine atueleze hasa ukiangalia kwamba kumekuwa na tatizo la wanafunzi kuweza kujiunga na vyuo Anuai, wengi wa wazazi katika eneo hili la Gusii wakiwa wanapendelea wanafunzi kujiunga na vyuo vikuu. Wewe unazungumziaje swala hili na wito wako ni upi? Nakusikia. Asante. Kwa sehemu ya Kisii na Nyamira tunasema wacha wazazi walete wanafunzi wao, watoto wao kwa chuo kikuu cha Nyamira ndio wapate kupata ajira na kusoma technical subjects, sana sana building, electrical, food and beverage na zingine nyingi. Na hii ndio swala ambayo itawasaidia kupata ajira hapo mbeleni, kwa sababu wanapata skills ya kufanya kazi Kenya na huko ng'ambo za nchi za nje. Pengine unadhani kwamba mfumo wa TVET ambao unawapa wanafunzi ujuzi, je, unahisi kwamba ni njia moja ya kuwapa ajira ya haraka ukilinganisha na vyuo vikuu? Ni kweli, kwa sababu ya kupata hii training ya skills inasaidia sana kupata kazi kwa industry na wao wenyewe kujiajiri, kuliko kuenda katika chuo kikuu alafu wakirudi wanaanza kujitafutia kazi kwa serikali ama kwa private sector. Lakini kwa kusoma technical skills wanajipatia kazi yao, na pia wanaweza pata kazi kwa haraka kwa nchi za majuu. Maoni yako ni yapi kuhusiana na ushirikiano wa vyuo Anuai pamoja na kampuni zile za kibinafsi? Asante. Katika kampuni za kibinafsi tumeshirikiana kwa njia ambayo ni safi na ni mzuri, na kati ya nyingi wale wanafunzi wenye wanamaliza kutoka hii chuo cha Nyamira National Poly wamejipatia ajira kwa hiyo industries. Na hiyo industries kama Mogeni Tea Factory, Tebasonic Tea Factory zimechukua wanafunzi wetu wengi sana, wale ambayo wamehitimu kutoka kwa hii college. Kumekuwa na tatizo la kwamba wanafunzi wengi huenda katika vyuo vikuu wakati wamepata fursa ya kujiunga na vyuo vikuu, na huenda wakapata baadhi ya kozi zile ambazo baada ya kuhitimu hawezi kupata ajira. Na tunaona kwamba wakati huu wapo wale pia wale ambao wameweza kupata fursa kama hizo. Je, wito wako ni upi kwa wanafunzi na wazazi hasa wakati huu ambapo kila mtu anang'ang'ania ili kuweza kupata ajira? Asante. Kwa kusema ukweli, technical institutions ndio saa hii njia ya kipekee kufuatilia alafu Kenya yote ipate kuwa industrialized country, na ndio sector zote zikue technical institutions. They are very important, sana sana Nyamira. Ana asante sana. Pende kupata mwalimu ambaye anafunza, tueleze, je, unahisi kwamba mfumo huu ambao umeletwa sasa hivi katika vyuo vya TVET upo sawa, na je utakuwa unasaidia wanafunzi kuweza kupata ajira za haraka? Asante kwa hilo swali. Nafikiri hizi kozi za Anuai zinapeana wanafunzi ambao wamehitimu kazi za haraka, kwa vile sio lazima wamalize ndio wapate kazi ukilinganisha na elimu ya hapo awali. Kwa hivyo tunatumai kwamba mahali tunapoendelea kustawisha viwanda ambapo ndio kazi nyingi ziko, kuna kazi nyingi huko za ujenzi, kazi za engineering, mechanical, kwa ufupi kazi za mikono, kazi iko tele. Asante.
Pengine tukiangalia kwamba sasa hivi ni wakati imesalia siku moja na masaa machache ili kufungwa kwa KUSSIPS, ili wanafunzi ambao, kwa wale ambao wanataka kujiunga na TVETs. Je, wito wako kwa wazazi ni upi, hasa katika eneo la Gusii ambapo inajulikana kwamba wazazi wengi huwa hawapendi, wanapendelea vyuo vikuu? Asante kwa hilo swali. Kuna dhana kwamba vyuo vikuu ndio mambo yote, lakini sisi katika vyuo vya anuwai tunasema ile elimu ya mikono, skills, hapo ndio kazi ziko, na ni vizuri wazazi waelewe kwamba mahali tunakoenda kazi za mikono ndio zinatupea kazi za haraka kwa vijana wetu. Asante. Naam, asante sana Paul Kirubi. Kama ulivyoweza kusikiza, hasa wakati huu wanasema kwamba kazi za mikono ndio ajira ya haraka. Sina la ziada ila kukomea hapo na kurejesha usukani kwako studioni Paul Kirubi. Langu jina ni Kombo Alfayo kutoka Chuo cha Kitaifa cha Anuwai cha Nyamira. Asante sana Kombo Alfayo ukiwa maeneo ya